Bwana asifiwe. Ninafurahi tena kukutana nawe katika muendelezo wa mahubiri haya ama mfululizo huu wa kujifunza maandiko matakatifu wenye kichwa kinachosema matukio ya mwisho ya unabii wa Biblia. Tunaendelea kujifunza na kuweka msingi katika kuyaelewa mafundisho na masomo haya ambayo unabii wa Biblia unatufunulia ya mambo yatakayotokea hasa katika wakati huu wa mwisho. Na katika somo la leo nimelipatia kichwa kinachosema angalieni mtu asiwadanganye. Angalieni mtu asiwadanganye. Tuombe. Yesu na Baba yetu mwema, masaa haya tena tunaomba ututumie nguvu ya Roho Mtakatifu ili atuwezeshe kutufunulia kuyaelewa maandiko yako matakatifu. Endelea kunitumia na mimi mtumishi wako kama chombo tu kupaza sauti ili watoto wako wapate kusikia neno kutoka kwako. Somo hili linaweza likagusa baadhi ya mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya na tukiona ni ya kawaida katika ulimwengu wa imani. Lakini nakusihi Roho Mtakatifu atusaidie kuyaelewa na kuyatranslate vizuri ili basi tupate kuelewa nini tunatakiwa kufanya tunapokuja kwako kukuabudu. Katika jina la Yesu ninaomba. Amen. Angalieni mtu asiwadanganye. Lilikuwa ni jibu la Yesu Kristo alipoulizwa na wanafunzi wake juu ya habari ya matukio ya siku za mwisho. Wakati akiwa katika hekalu lile la Yerusalemu kabla halijaharibiwa, Yesu aliwaambia, mnaona hili hekalu kwa uzuri wake litaharibiwa na halitasalia jiwe juu ya jiwe. Baada ya hapo wanafunzi wakamkalisha Yesu chemba, wakamwambia, Yesu, hebu tueleze. Wakamuuliza maswali mawili. Moja, nini dalili ya kuja kwako? Mbili, nini dalili ya mwisho wa dunia? Na kabla Yesu hajaanza ku-outline, kuelezea dalili moja baada ya dalili nyingine, Yesu aliwaambia kauli hii. Mathayo 24 fungu la 4 Biblia inasema, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Kwa nini Yesu anawaonya juu ya udanganyifu? Unaposoma Mathayo 24 fungu la 11 Biblia inasema, na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Kwanza, manabii wa uongo. Pili, watatumika kudanganya wengi. Anaendelea kusema, anasema, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Na hivyo Yesu anatuambia tunapoelekea nyakati za mwisho, kutakuwa na uamsho mwingi wa uongo utakaoongozwa na watu wanaoitwa wa kiroho. Lakini watu hawa kumbe ni waongo, ni wababaishaji. Halafu wataongea uongo. Na hivyo deception, uongo, itakuwa ni tool itakayotumiwa na ibilisi, dhana itakayotumiwa na ibilisi katika kueneza mambo yake katika nyakati hizi za mwisho. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 16 anatuambia, Ufunuo 16 kuanzia fungu la 13 na 14 anasema, nikaona roho tatu chafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Na hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zikitoka kuendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku kuu ile ya Mwenyezi. Unabii katika kitabu cha Ufunuo unatuambia katika matukio haya ya siku za mwisho, shetani atafanya outpouring, atashusha, atamimina, atamwaga roho hizi kutoka mikuzimu, roho za uongo ambazo zitawatumia manabii wa uongo pamoja na watu wa mizimu na mpinga Kristo, kama tutakavyojifunza hapo baadaye. Zitawatumia hawa watu ili kueneza deception, uongo kwa ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kikristo, ulimwengu wa kidini, ili kuwapoteza wengi, hata yamkini wateule. Sasa ni muhimu kuelewa, kubainisha mambo. Ni lazima kujua namna ya kuwatambua manabii wa uongo, lakini lazima ujue ibada ya kweli ikoje ili uweze kutofautisha. Maana kupitia maandiko matakatifu pekee ndio tutaweza kudiseni, kutambua kati ya nuru na giza, kweli na uongo. Hauwezi kutumia akili zako, huwezi kutumia busara zako,
Huwezi kutumia hata sensi zako, maana maandiko yanatuambia hata human sense zitafeli kudiseni, kutambua kati ya kweli na uongo. Maana miujiza itafanyika mbele ya macho yako, matukio itafanyika mbele yako, vitu ambavyo you can't deny. Na hivyo kupitia nuru ya maandiko matakatifu pekee ndio tutaweza kudiseni, kutofautisha kati ya ukweli na uongo. Sasa kwanza tuangalie namna gani tunaweza kutofautisha ama kujua kwamba nabii ama unabii huu ni wa uongo ama si wa uongo. Viko vipimo kadhaa ambavyo vinaweza kutusaidia kuelewa namna ya kuchuja kati ya nabii wa uongo ama nabii wa kweli. Kipimo cha kwanza, nabii wa uongo ama nabii wa kweli. Lazima nabii wa kweli akubali sheria na ushuhuda kama ambavyo Biblia inavielezea. Lazima ajikabidhi chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Lakini pia nabii wa uongo au nabii wa Biblia, lazima maisha yake, matunda ya maisha yake yadhihirishe kwamba yeye ni nabii. Kwa hiyo ikiwa matunda yake yataonekana yana vitu visivyo vya kibiblia, tunajua huyo nabii ni wa uongo. Lakini nabii wa kweli lazima akubali ya kwa Yesu Kristo alikuja kwa mwili, na ya kwamba alikuwa ni Mungu aliyevaa ubinadamu na akakaa kwetu, naye akajitoa kama ultimate sacrifice, kafara kuu, ili kuchukua nafasi yetu, kulipa deni letu, kutusamehe, kutusaidia kurithi uzima wa milele. Lazima nabii wa kweli akubali authority, mamlaka ya Kristo kama aliyekuja katika mwili kamili, alikuwa mwanadamu 100%. Lazima nabii wa kweli akubali hilo. Lakini pia nabii wa kweli lazima unabii wake utimie. Sasa tutakwenda katika maandiko matakatifu tukipitia pointi moja baada ya pointi nyingine, ili kutusaidia mwisho wa somo linapoisha, kutusaidia kuwa equipped, kuwa tumevaa silaha hii muhimu, kutusaidia kuelewa katika wakati huu wa mwisho, kutofautisha kati ya nabii wa uongo na nabii wa kweli. Maana Biblia inatuambia katika nyakati hizi za mwisho, umizimu, mpinga Kristo pamoja na nabii wa uongo watafanya kazi pamoja kupoteza wengi wasiurithi uzima wa milele. Sasa twende na kigezo cha kwanza. Lazima sheria na ushuhuda, lazima maandiko matakatifu ayainue, akubali sheria za Mungu, nabii wa kweli. Isaya 8:20 Biblia inasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawasawa na hilo, bila shaka kwao hapana asubuhi. Kwa ikiwa mtu atasema kwamba yeye ni nabii wa Mungu, lazima akubali Biblia kama ndio authority, ruler of faith. Lazima akubali Biblia kwamba yenyewe ndio inaeleza imani nini na imani inatakiwa iishije. Biblia inatuambia katika Yohana wa kwanza 2:3-4, na katika hili twajua kuwa tunamjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye anayemjua wala azishike amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Kwa nabii yoyote anayesema yeye ni nabii wa Mungu, ni lazima aziinue amri za Mungu. Lazima iwe ndio standard ya morality, ya kwamba yeyote anayedai anamcha Mungu ni lazima, kama Biblia inavyotuambia, azishike amri za Mungu. Ukiona nabii anakuambia amri za Mungu ni nzito, amri za Mungu haziwezi kushikwa, jua ya kwamba hiyo ni red flag. Huyo sio nabii wa Biblia. Yakobo 2:10 na 11 Biblia inasema, maana mtu yeyote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa ukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa hiyo mafundisho yoyote yale yanayokazia kupuuzia mojawapo ya amri za Mungu. Mungu ametoa amri 10 katika Kutoka sura ile ya 20. Fundisho la mtu yoyote linalokazia katika kupuuzia ushikwaji ama utunzaji wa amri yoyote ile katika amri za Mungu, hiyo inatuambia huyo mtu hatokani na Mungu. Yesu atuambia katika kitabu kile cha Yohana 16:13-14, lakini yeye atakapokuja, yani Roho Mtakatifu, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Katika Yohana hiyo anaendelea anasema, yeye atanitukuza mimi, yani Roho Mtakatifu, kwa kuwa atatwaa kati yaliyo yangu, yani neno la Mungu,
na kuwapasha habari. Na hivyo Yesu anatuambia kuongozwa na Roho Mtakatifu ni kuongozwa katika kweli. Unajua sasa hivi yameibuka mavuguvugu, watu wanasema sisi hatuongozwe na Biblia, sisi tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Yesu anatuambia Roho Mtakatifu atakapokuja, yeye atawaongoza katika kweli. Roho Mtakatifu hawezi kuleta mafunuo yatakao tutoa nje ya Biblia. Yesu amesema hapana, Roho wa kweli atakapokuja atawaongoza katika kweli, atawaeleza, atawafafanulia zaidi, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Yeye anasema Yesu katika Yohana 17:17, watakasa kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kweli ya Biblia ndio rule of faith, ndio sheria inayoongoza imani. Na Roho wa kweli, asiwepo mtu wa kusema Roho Mtakatifu kamuongoza kufanya jambo ambalo ni kinyume na neno la Mungu. Mtu huyo hajaongozwa na Roho Mtakatifu. Ni mara ngapi tumesikia nabii anakuja anasema ameongozwa na Roho Mtakatifu kuchukua mke wa mtu. Yaani sehemu ya jumuiya ya waumini wake anasema ameongozwa na Roho Mtakatifu, yule aliye naye si mke wake, ila huyu mwingine sehemu ya waumini wake, huyo ndio ameongozwa na Roho kwamba huyo ndio mke wake. Huyo sio Roho Mtakatifu, huyo ni roho mtakafujo. Sio Roho wa Mungu, ni roho wa Shetani. Maana Roho wa Mungu huongoza sawasawa na mapenzi ya Mungu, sawasawa na neno lake, sawasawa na Biblia. Roho wa Mungu hatuongozi nje ya neno la Mungu, anatuongoza kwa muongozo wa neno la Mungu. Wakolosai 2:18 Biblia inasema mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili. Tumekuwa tukishuhudia movement ama mavuguvugu ya watu ambao wanajiita kwa jina la Kristo, lakini wakiwavuta watu nje ya muongozo wa neno la Mungu kwa madai kwamba wameongozwa na Roho. Paulo anasema mtu asikunyang'anye thawabu yako kwa kuja na maono yake ambayo ni nje ya neno la Mungu na kutaka kukung'oa katika msimamo wa Biblia. Waebrania 8 fungu la 8 na 9 Biblia inasisitiza ya kwamba Bwana anapozungumza habari ya zama mpya ama agano jipya, hamaanishi watu kupuuzia neno la Mungu. Anamaanisha neno la Mungu likiwa limewekwa, limepandwa moyoni. Waebrania 8:8 na 9 Biblia inasema angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Maana anasema naam, hili ndilo agano nitakalonena na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika moyo wao nitaandika, nami nitakuwa Mungu wao, wao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo Mungu anatuambia agano jipya sio kukataa sheria za Mungu. Anasema agano jipya sheria zitaandikwa moyoni. Maana yake hazitaishia tu kwenye makaratasi, zitafungamanishwa na maisha yetu. Na hivyo ukisikia nabii anakuambia sheria za Mungu zimepitwa na wakati, sheria za Mungu ziligongomelewa msalabani, hiyo ni red flag, inakwambia huyo sio mtu wa Mungu. Biblia inatuambia pia nabii wa kweli ni lazima abaki afundishe injili isiyogoshiwa, injili ya neno la Mungu ambayo haijachakachuliwa. Ukisoma Wagalatia 1 sura ya 1 fungu la 6 na 7, Paulo anatuambia na staajabu kwa kuwa mwamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wataabishayo kwa kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Paulo alianza kuona hili tangu mwanzo mwa enzi za Ukristo ukiwa katika mianzo yake. Aliona watu wanaoanza kujaribu kutengeneza version nyingine ya mafundisho ya Kikristo. Upotoshaji alianza kuuona. Injili utaniambia ni nini? Katika Warumi 1:16 anasema injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Na hivyo watu wanapogeuza injili, maana yake wanatishia uzima wa milele wa watu. Katika Mathayo sura ya 10 fungu la 8 Biblia inatuambia pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepewa bure,
toeni bure. Wakati Mungu ametupa agizo la kupeleka injili, alitupatia uwezo huu wa kiroho, supernatural ability, ambayo inatuwezesha kufufua wafu, kuponya wagonjwa, kutoa pepo. Na anasema uwezo huo, karama hizo, yeye Kristo alitupatia bure. Na anatuagiza kama kanisa kutoa hizo karama bure. Lakini ulimwengu wa leo unakutana na namna nyingine kabisa ya injili, ambayo Yuda aliiona akaandika katika sura ya 1 fungu la 4. Yuda anaandika, anasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Yuda anaona watu ambao wakaifanyia banuva injili na kuigeuza kutoka kuwa injili ya neema, injili ya bure, mmepewa bure, toeni bure, na wakaifranchise, wakaifanya kuwa uinjilisti kuwa ujasiriamali, ukafanya karama za Roho kuwa ni za kuzifanyia ujasiriamali. Na ndipo injili ikaanza kufanywa kufanya franchising, wakaanza kufanya franchising injili, wakaanza kuchaji watu pesa kwa kuwaombea. Na hivyo unapoenda katika mahekalu yao, wamepangwa watu wa 200,000, watu wa 500,000, watu wa milioni. Kwa kadri unavyotoa ndivyo unavyopata priority. Maombi sasa yamekuwa sio ya kuombea watu bure, kwa sababu karama hizi tumepewa na Kristo bure. Sasa watu wanaombewa kwa kutakwa fedha. Watumishi, wainjilisti, watu wanaojiita mitume na manabii wametengeneza sasa viwanda, wanamiliki viwanda vya maji, ambavyo maji hayo wakisha ya chimba chini, wakiyadrili, wakaya package vizuri, wanayaombea, wanasema maji yani ya upako, na hivyo wanayauza. Mafuta wanauza ni ya upako, leso za upako, chumvi za upako, pipi upako, sabuni upako, udongo upako. Wameifanya injili kuwa sehemu ya soko la kuuza na kununua. Na Yuda anasema watu wa namna hii wanafanyia ufisadi injili. Mambo ya namna hii hayakuwepo katika zama za kanisa la awali, na sasa yamejipenyeza, yameingia kwa siri, na sasa yanaonekana sehemu ya kawaida ya maisha wa Kristo. Watu wanatozwa fedha kuombewa, na tunashuhudia wakati mwingine mpaka serikali inaingilia kati, inawatimua baadhi ya watumishi ambao wameenda into extreme. Lakini leo hii bado wengi wanafilisiwa, wengi wanakopa, wanaambiwa kadri utakavyoleta sadaka kubwa ya kupanda mbegu ndipo Mungu atakubariki. Mungu anataka tumtolee kwa kadiri tulivyobarikiwa, sio tumtolee ili tubarikiwe. Narudia tena, Mungu anataka tumtolee kwa kadiri anavyotubariki, sio tumtolee ili atubariki. Na hivyo hauna haja ya kwenda kukopa, eti uje upande mbegu ulete hela nyingi kanisani ili Mungu in return na wewe akupatie fedha nyingi. Hapana. Mungu anabariki kazi ya mikono yako ili ubariki kazi yake, sio ubariki kazi yake ili ubariki kazi ya mikono yako. Watu wamegeuza mambo na kuharibu injili ya Kristo. Wakorinto wa kwanza 14:33 Biblia inasema, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani. Lakini ibada zetu leo zimegeuka kuwa za machafuko, hazina mpangilio. Mambo ambayo yanaonekana katika ulimwengu wa kipagani leo hii yanaonekana kuwa sehemu kawaida ya ibada zetu za leo. Nitakupitisha katika sura ya Wafalme wa kwanza sura ya 18, ambapo Biblia inatupatia nafasi ya kuona ibada za wapagani zinafanyikaje. Na jambo la kusikitisha, namna hiyo ndio sasa inafanyika katika makanisa mengi yetu leo. Wafalme wa kwanza sura ya 18 kuanzia 25, Biblia inatupatia sneak peek ya ibada za kipagani. Biblia inatuambia Elia akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ndio wengi, mkaliitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtoa yule ng'ombe waliopewa, wakamtengeneza, wakaliita jina la Baali tangu asubuhi hata dhuhuri, wakisema, Baali tusikie.
lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu waliozifanya. Kwa hiyo unaona ibada hizi za kipagani zinahusisha maombi ya kurukaruka kanisani, ya kurukaruka katika sehemu ya ibada. Ikawa wakati wa adhuhuri Elia akawafanyia dhihaka akasema, mwiteni hata kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo, labda anazungumza au ana shughuli au amesafiri, labda amelala. Anawakejeli Elia, sharti yaamshwe. Biblia inatuambia wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na nyembe kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Kwa unaona ibada hizi za kipagani ni za makelele, ni ibada za kurukaruka, maombi ya watu wanarukaruka, lakini wanapiga makelele. Unafika hatua mpaka wengine wanaanza kujiumiza, wanajikatakata na nyembe na visu kama ilivyo desturi zao. Na Biblia inatuambia ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliangalia. Hivyo ndivyo ibada za kipagani zinavyofanyika. Maombi marefu ya kujirudia, maombi ya kurukaruka madhabahuni, sehemu za ibada, maombi ya makelele yasiyo na utaratibu, kupoteza uhimili wa mwili. Na watu wanadai kwamba wamechukuliwa na roho, wamepoteza udhibiti wa mwili. Kuta watu wanarusha tu ngumi, kama kutaka kupiga wanajifanya wanampiga shetani, wanapiga wengine nguzo, inakuwa ni chaos. Utaratibu wa maombi ya namna hiyo ni utaratibu wa maombi yaliyoonekana katika ibada za kipagani, lakini sio katika ibada za Mungu. Elia alivyosimama akaweka ng'ombe, akamwambia wekeni na maji, wakalowesha maji kuni, akapiga magoti akamwambia, Baba anayejulikana leo kama upo, na Mungu akajibu kwa moto saa ile ile. Hakuhitaji kuzunguka, kupiga kelele, kurukaruka na kufanya vitu ambavyo vinafanyika kwenye ibada za kipagani ili kumshawishi Mungu. Alijua akipiga magoti Mungu atamsikia. Lakini ibada zetu leo katika ulimwengu wa Kikristo zimevamiwa na practice kutoka Eastern mysticism. Dini hizi za Mashariki ya Kati zimeingia na zimepokelewa na kuchukuliwa kama za kiroho. Lakini Biblia inatuambia ili kutofautisha kati ya ukweli na uongo, jambo lingine la kuangalia ni matunda. Yesu anatuambia katika Mathayo 7:20, ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Maisha ya nabii wa kweli ni lazima yawe kielelezo. Hatutarajii kusikia nabii wa kweli katembea na mke wa mtu. Hatutarajii kusikia nabii wa kweli amekamatwa kwenye ulevi anatukana majirani zake. Hatutarajii kusikia maisha ya nabii yamejaa skendo. Biblia inasema kwa matunda yao mtawatambua. Aliyejazwa roho, maisha yake yatadhihirishwa, ataonyesha maisha yake kuwa anaongozwa na roho. Lakini mtu aliyejazwa ubinafsi, ufisadi na maisha yasiyo ya kiroho, maisha yake yatadhihirika. Na ni mara ngapi tunasikia manabii wamekamatwa na wake za watu? Mara ngapi tunasikia manabii wamekamatwa kwenye ulevi wanatokana na majirani zao? Ni mara ngapi tunasikia wanaojiita manabii wanafanya matukio ambayo yana question morality yao? Biblia inasema mtawatambua kwa matunda yao. Kigezo cha tatu, Biblia inatuambia nabii wa kweli lazima akubali Kristo kama alikuja katika mwili. Yohana wa kwanza 4:1-2, Biblia inasema wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wametokea duniani. Anasemaje? Katika hili mnajua roho wa Mungu, kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatoka kwa Mungu. Kwa hiyo mtu ambaye hakiri kwamba Kristo hajaja katika mwili, mtu ambaye anapotosha ukweli huo, hatuwezi kuamini kwamba ni nabii wa kweli. Katika Timotheo 1:3-16, Biblia inasema, na bila shaka siri ya utauwa ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Fungu hilo lina summarize maisha ya Yesu Kristo tangu alivyokuwa Mungu juu mbinguni, akajifanya hana utukufu, akatoa mwili, akafa pale msalabani, baadaye akapaa mbinguni.
nabii yoyote anayepotosha ukweli huo hawezi kuwa nabii aliyetumwa na Mungu. Na tunashuhudia wako manabii leo wanaaminika na wafuasi kwa mabilioni. Kupitia vitabu vyao wanasema Yesu Kristo si lolote si chochote, ya kwamba hata msalabani hakufa. Wanasema alimgeuza tu mtu sura, alafu akasulubiwa mtu mwingine, yeye akaondoka. Huyo sio nabii wa kweli. Ninakumbuka moja kati ya vitabu vya dini, kimoja kinaitwa Koran, kinaandika kinasema ya kwamba Yesu Kristo sio mwana wa Mungu. Hatuwezi kumuita mtume wa Korani kwamba ametoka kwa Mungu ikiwa anayakanyaga mamlaka ya Kristo. Huyu ni nabii wa uongo. Na manabii wengine mbalimbali, wengine hata wanajiita kwa jina la Kristo, wanakataa mamlaka ya uungu wa Kristo. Manabii wa namna hiyo ni manabii wa uongo, hawatoki kwa Mungu na Mungu hajawatuma. Na kadri tunavyoendelea kusoma kujifunza masomo haya, nitazidi kukuonyesha mbele na utazidi kuelewa kwa uwazi zaidi namna shetani anavyohangaika tangu zama na zama kuficha kweli ya neno la Mungu ili kupoteza watu wengi kadri anavyoweza. Ndugu zangu wapendwa, nabii wa kweli anapotoa unabii lazima utimie. Yeremia 28:9 anasema, nabii atabiria habari za amani, neno la nabii yule litakapotokea, ndipo nabii yule atajulikana kuwa Bwana amemtuma kweli kweli. Lakini hapa kuna jambo la kuzingatia. Maana siku hizi tuna manabii wanatabiri matokeo ya mpira Yanga na Simba. Siku hizi tuna manabii wanatabiri matokeo ya uchaguzi. Siku hizi tuna manabii. Kuna tofauti kati ya unabii na ubashiri. Manabii wengi wa leo ni wanajimu. Wanatumia elimu ya kibabeli ya unajimu kutabiri matokeo yatakayotokea mbele. Katika nchi yetu hii tumeshawahi kuwa na mnajimu maarufu sana, sitaji jina lake, lakini wengi watu wazima kidogo mnamfahamu, ambaye alikuwa anatabiri mambo na yanatokea. Sasa elimu hiyo ya unajimu hata watu wanaomwabudu shetani wanayo. Sasa wengi kati wanaojiita manabii wanakopa elimu hiyo na wanaanza kuitumia katika huduma zao. Biblia inatuambia katika Kumbukumbu la Torati 13:1 mpaka 11, Biblia inasema, kukizuka nabii kati yako, Kumbukumbu la Torati 13 kuanzia fungu la kwanza, au muotaji wa ndoto akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo au ya ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyoijua tuitumikie hiyo, wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule muotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu awajaribu apate kujua ya kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote, roho zenu zote. Fungu hili linatujibu ya kwamba kwa nini Mungu anaruhusu sasa hawa watu kutumia jina lake, jina la Kristo, na kuendelea kupotosha watu. Mungu anaruhusu ili iwe mtihani kwa wanaoamini kwamba wanampenda Mungu ama wanafuata upepo kirahisi rahisi. Ndugu zangu wapendwa, unaweza ukajiuliza, sasa mbona wanafanya miujiza? Je, miujiza ni kigezo cha kuthibitisha kwamba nabii ni wa kweli? Kumbukumbu la Torati imeshatujibu kwamba sio kigezo. Lakini ukikumbuka hata katika kitabu cha Kutoka sura ya 7 fungu la 10 mpaka 11, utagundua ya kuwa kila Musa alipokuwa akifanya muujiza mbele ya Farao, Farao pia alikuwa na manabii wake wakifanya miujiza ile ile kama aliyofanya Musa. Na Biblia inatuambia katika Ufunuo 13 mpaka 14, naye afanya ishara kubwa na maajabu, atakufanya moto kushuka mbinguni uje chini mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Kwa Biblia inatuambia hata nabii wa uongo anaweza akafanya miujiza, kwa sababu shetani alivyofukuzwa mbinguni hakunyang'anywa uwezo wake wote, ameachiwa uwezo wake, na hivyo anaweza kuexercise, kutengeneza illusion na miujiza ikaonekana kutokea. Yeremia 14:14 Biblia inasema, ndipo Bwana akamwambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi sikuwatuma wala sikuwaamuru wala kusema nao, wapeni unabii wa maono ya uongo na uaguzi na neno la ubatili na batili au hadaa
ya mioyo yao. Ukisoma fungu la Biblia inakuambia na uaguzi. Maana yake siri ya manabii wengi wa leo wa uongo ambao Biblia inawakataa ni hiyo, uaguzi. Wengi wanajishakamanisha na nguvu za umizimu kufanikisha mambo yao. Sijuzi tu hata vyombo vya habari BBC iliripoti mmoja wa manabii wakubwa kule Nigeria ambaye amefariki. Waliripoti dokumentari ya pati 3 ambazo zilionyesha kilichokuwa kinafanyika nyuma ya pazia. Umizimu, kafara, kutembea na wanawake mabikira na baadaye kutumia damu zao. Vitu vilivyokuwa vinafanyika nyuma ya pazia kumpatia nguvu za kiroho. Uaguzi. Biblia inatuambia wazi wazi kwamba wanatumia uaguzi. Na ndio utashangaa kwamba leo hii manabii nao wanajihusisha na mambo ambayo yalikuwa yakionekana katika ulimwengu wa kibabeli. Leo hii utasikia manabii wanakuita, njoo tukuombee maombi ya kusafisha nyota. Njoo tusafishe nyota yako. Soma Biblia mwanzo mpaka Ufunuo. Hakuna theology ya kusafisha nyota. Haipo. Ni mafundisho yaliyokuwepo katika ulimwengu wa Babeli ya kale. Na wanahistoria wanatuthibitishia, tukiangalia kumbukumbu mbalimbali, mambo ya nyota kwamba yana destiny na watu kulingana umezaliwa lini, ni elimu za kimizimu ambazo chimbuko yake ni Babeli. Lakini leo hii watu wanaojiita kwa jina la Kristo wanakopa elimu hizo na kuzitumia katika ulimwengu wa Kikristo. Ndugu yangu mpendwa unanitazama, Mungu anasikitika. Katika Wafalme wa Pili sura ya 17 anasema, wakaziacha amri za Bwana Mungu wao, wakajifanyisia sanamu za kusubu, yaani ndama wawili, wakafanya na Ashera, wakaabudu jeshi lote la mbinguni, wakamtumikia Baali. Mafundisho haya ya nyota, kusafisha nyota, tunaona yanafanywa na waganga wa kienyeji, na leo hii yanaingia katika ulimwengu wa Kikristo. Mungu anasema katika Yeremia 10:1-2, nyumba ya Israeli lisikieni neno la Bwana. Bwana anasema hivi, msijifunze njia za mataifa, wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni. Na mataifa kwa hizo mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo. Anasema tusishangae, kwa sababu wa mataifa wanaposhangaa. Hii dini hii ya nyota imetokana na mataifa kushangaa ishara za mbinguni, na hivyo wakatengeneza zodiac na kudhani kuihusanisha na maisha ya watu. Neno la Mungu linasema watu wa Mungu tusiingie ulimwenguni na kukopa mbinu zao. Isaya 47:12-13 nasema, simama sasa na uganga wako na wingi wa uchawi wako ulijitaabisha tangu ujana wako, labda utaweza kupata faida, labda utaweza kushinda. Umechoka kwa wingi wa mashauri yako, basi sasa wasimame hao wajuao falaki, wazitazamao nyota, watabilio kila mwezi mambo ya mwezi huo, wakakuone na mambo yatakayokupata. Mungu anawasuta Waisraeli walioamua kuacha njia za kweli na kugeukia njia za falaki, kutazama nyota, wabashiri wa mambo ya elimu ambazo chanzo chake ni Babeli, kuzimu. Tunapoelekea mwisho wakati wa somo hili, Biblia inatuthibitishia wazi ya kwamba njia za Mungu haziwezi kufungamana na njia za ulimwengu, na ya kwamba mwisho huu wa wakati tutashuhudia madanganyo mengi yakiingia katika ulimwengu wa Kikristo na kuwachukua watu wengi. Wanajaribu hata kuhalalisha wakisema, nyota ilionekana wakati Yesu anazaliwa pale Bethlehem, majusi wakaifuata ile nyota, na hivyo hata wewe nyota yako inaweza kuonekana, na watu wanaweza wakaifuata kuichukua. Ni uongo. Mwanateolojia yoyote alienda shule bila kujali dini aliyopo, anajua kabisa nyota inayozungumziwa hapo sio nyota ambayo ulimwengu wa umizimu unaiunganishia. Tena baadhi ya commentary zinatuambia ili wale mamajusi waweze kuifuata, kwa sababu kama nyota iko angani mpaka ina pinpoint Bethlehem, maana yake haikuwa mbali na ardhini, sio zaidi ya maili 1 kutoka ardhini.
Ni kama vile wingu la moto lilivyoongoza Israeli njia yao kutoka Misri kwenda Kanaani. Na hivyo hakuna kitu hapo ambacho utaweza kutumia kujustify mafundisho ya Babeli kuingia kanisani. Paulo tunavyoelekea mwisho anatuambia katika Wathesalonike wa kwanza 5:21, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Sisi kama Wakristo tunapaswa kuwa na roho ya kibeloya, sio roho ya kwenda bila kuthibitisha maandiko. Jaribu mambo yote, lishike lililo jema. Na tunajaribu kwa nini? Zaburi 119:105, neno la Mungu ni taa ya miguu yangu. Biblia ndio kitabu kitakachotuongoza kutusaidia kutufikisha mbinguni. Na Yesu anatuambia katika Yohana 8:32, tena mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Masaa haya ninakupa wito wa Yesu. Yesu anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, naye atamuomba Baba akupatie msaidizi, huyo Roho wa kweli ambaye atakuongoza katika kweli. Ninakuombea katika masaa haya umtake huyu Yesu, umpokewe Bwana Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu unapompokea anaahidi kukujaza Roho Mtakatifu ambaye atakuongoza kulisoma na kulijua neno, ili mtu asikudanganye. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tumeangalia na kuona juu ya onyo hili ambayo Kristo amelitoa, ya kwamba tuangalie mtu asitudanganye, kwa sababu katika siku hizi za mwisho roho ya udanganyifu wa kiroho itaenea sana ulimwenguni, na tunaona imeenea sana na imeingia, imegonga hodi hata katika sehemu ambazo zinatajwa kwa jina lako. Baba, ninakusihi kwamba ufungue macho ya waaminifu wapate kuona hatari hii inayotunyemelea na kukemea na kuukimbia uasi huu unaokuja kwa mafuriko. Tusaidie Bwana kutegemea Biblia na Biblia pekee, kusimama na neno lako na kuishi ukweli huu ambao Bwana umetufunulia leo, katika jina la Yesu. Amen.